Wasanii wote ambao walifungua lebo baada ya Diamond walifungua lebo kwa sababu walitaka kujilinganisha na Diamond na wao waonekane wakubwa. Huo ndio uhalisia, na ndio maana record lebo zao zimewasumbua. Leo hii kutaka kuuliza record lebo gani imenufaika, utitaja WCB, ukiondoa kunufaika kwa wasanii. Na ndio maana ukiangalia record lebo yake sio kunufaika tu kwenye muziki, lakini wasanii wake wanafanya shows kubwa. Hilo la kwanza. Wasanii wake wanafanya kolabo kubwa. Wasanii wake hata wanapoondoka kwenye record lebo wanalipishwa hela ambayo hata ukimlipa mmiliki wa lebo ananufaika. Kwa sasa hivi, mpaka sasa hivi, mtu ambaye kanufaika na record lebo Diamond kupitia WCB, na kwa sababu wakati anafungua lebo alikuwa anajua atapita kwenye njia gani aweze kufanikiwa na yeye aweze kupata manufaa ya lebo yake. Lakini wengine wote wanafanya vitu kwa kuiga. Ukifanya kitu umeiga mtu fulani, hujui mwenzio alikuwa na njia gani, atapita njia gani kuweza kufanikiwa. So maana yake ni kwamba hivi ni vitu vya aibu ambavyo tunaviona kwa msanii ambaye tunaamini mtu unafungua lebo. Sasa faida ya kufungua record label nini? Zingine hizi, mimi nazungumzaga tu kitu moja, zingine hizi ni laana kwenye maisha haya, kwenye misingi ya kimaisha, kufanikiwa kwenye maisha. Wasanii wengi wanafanya kwa sifa. Ukifanya kwa sifa, matunda yake ni haya. Hamwezi kuwasimamia madogo. Wewe unajisikiaje? Huwezi kufanikiwa kwenye maisha kama kuna mtu anasononeka, umedhulumu jasho lake. Kwenye maisha haya huwezi kutoboa. Rayvanny my brother, huwezi kuepuka Mac Voice kuongea vitu vingi sana, kulala studio. Msanii Rayvanny alikuwa anasema kwamba Mac Voice aliondoka bila taarifa. Anasema akirudi lebo itachukua hatua zake za kinidhamu. Brother, huwezi, yani msanii hawezi kuondoka kama hakuna sababu. Leo hii hata sisi tuko kwenye maofisi za watu. Kama ofisi, kila mtu anatafuta maisha. Hakuna mtu ambaye anaenda kwa ajili ya kumnufaisha na kumfurahisha mtu. Kila mtu anaenda kutafuta maisha kwa levo yake. Kama mtu anakuja kufanya kazi kwako, anapata kile ambacho anakihitaji, hawezi kuacha kufanya kazi kwenye hiyo eneo. Wewe unaonitazama, kuna sehemu umeajiriwa au umeajiri vijana. Hakuna mfanyakazi ana uwezo wa kuondoka ofisini kwako kama anapata mahitaji yake ya msingi kwa wakati. Ukiona mfanyakazi wako anaondoka, ujue kuna sehemu panavuja. Kwa maana yake ni kwamba mpaka Mac Voice anaondoka, anaenda kufanya chaka tu chaka, maana yake ni kwamba kuna sehemu tu alikuwa hanufaishwi. Kama director Mzava ambaye ni mtu wa karibu wa Rayvanny anasema Mac Voice alikuwa analala kwake. How? Wewe ni msanii, umechukua msanii sehemu, then msanii anakuja kwako, hakuna sehemu ana uwezo wa kupanga hata kulala, analala studio. Maana yake nini? Msanii anakuja, umesaini msanii, unafanya naye kazi, umemleta kwenye record label yako, then hiyo msanii akawa analala studio. Tafsiri yake nini? Then mtu wako wa karibu kama Mzava